zamani kwa nini Bwana Yesu alichagua wanafunzi 12? Au zamani kwa nini walikuwa wahesabu wanawake na watoto? Wanawake na watoto walikuwa wanawakilishwa na nini? Na mwanaume. Ulikuwa ni unabii kwamba mwanaume akishahesabika kama kichwa, wale ni kama ni viungo kwenye mwili wake. Kwa hiyo hata wasipehesabika wanahesabika ndani ya nini? Mwanaume. Kama ilivyo kanisa, Yesu ni kichwa cha kanisa, halafu sisi ni viungo katika mwili wa nani? Wa Kristo. Huo ndio ulikuwa unabii wake. Lakini sio kama Mungu alikuwa anadharau wanawake, hapana. Wapo kina Esther, kina Debora, walikuwa manabii na walikuwa waamuzi. Wakina Esther, lakini Bwana Yesu aliwachagua kama watumishi wake. Wakina Ana, walikuwa ni watumishi wa Mungu. Kwa hiyo Mungu kile kitu alichokiumba kilikuwa ni chema. Hata wanawake ni wa thamani mbele za Mungu. Kwani mwanamke akienda kuhubiri watu akaokoka wakaacha dhambi, akamzalia Bwana Yesu matunda, ametenda dhambi gani? Alafu kanisa msifikirie kwamba ni jengo. Kuna mtu nisikia mhubiri mmoja anahubiri tena kwenye promover, anasema eti mwanamke anaruhusiwa kwenda kuhubiri kwenye nje ya kanisa, anaruhusiwa kuhubiri kwenye anaitwa Nabii Aston Mbaye. Na mwenye sasa ni mtumishi wa Mungu, si mtumishi wa shetani, ila tu labda amepungukiwa maarifa. Amepungukiwa nini? Maarifa ya kulifahamu neno la Mungu katika ufahamu wa kiroho. Eti anaenda kuhubiri, anaruhusiwa kuhubiri nje, anaruhusiwa kuhubiri kwenye mtandao. Mtu ndio kanisa. Ukienda kumhubiria mtu hata kama yuko nje, maana yeye ndio kanisa. Yesu alisema nitalivunja hekalu hili, nitalijenga baada ya siku ngapi? Siku 3. Kwa hiyo kama msichana akienda, kama ni makosa kweli kwa mujibu wa mtazamo wao na mawazo yao na unabii wao, sijui wameutoa wapi huko nje neno la Mungu, mimi sijui wameutoa wapi. Sasa ukienda kuhubiri neno la Mungu, mimi nikalisikiliza, mimi ni kanisa. Kwa hiyo utakuwa umefanya dhambi kama wewe mwanamke. Umeelewana? Tunaona kanisani kwa sababu tusiache kukusanyika. Neno la Mungu linatuambia hivyo.